ndio maana sisi sote tuko hapa. Umetuokoa na majaribu ya yule mwovu ibilisi, unayetenda mema pasipo kuhesabu gharama zozote. Nijapopita kati ya lile bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako mimi Bwana vyanifariji, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana wangu siku zote. Nijapopita kati ya lile bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako mimi Bwana vyanifariji, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana wangu siku zote. Pokea sifa ewe Bwana, Muumba mbingu na nchi. Sifa enzi na utukufu Bwana vina wewe. Pokea sifa ewe Bwana, Muumba mbingu na nchi. Sifa enzi na utukufu Bwana vina wewe. Malaika uko mbinguni wanaimba na kusifu, wazee 24 wanaimba wastahili. Malaika uko mbinguni wanaimba na kusifu, wazee 24 wanaimba wastahili. Kaji pamoja na kwaya zote na waumini wote, tunasikia kumshukuru Mungu sana kwa kazi njema ambayo tunaishuhudia mbele yetu kwa ibada hii takatifu ya kuweka wakfu jengo letu zuri la kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante kwa sadaka zenu, asante kwa utumishi wenu. Mungu awabariki sana. Basi karibu sana kwa ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante, basi karibu tushirikiane kwa ibada iliyoko mbele yetu. Amina. Asante, karibu. Bwana sehemu ya rafiki heri nikutema shaka, sawa na wewe niongoze safarini, mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe. Jengo la makazi kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Zaburi ya 100 inatuongoza ikisema, mfanyieni Bwana shangwe dunia yote, mtumikieni Bwana kwa furaha. Njooni mbele zake kwa kuimba, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. Ndiye aliyetuumba sisi na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingieni marangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema. Rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Amen. Amen. Kwaya ya Uinjilisti kutoka Samaria tunaomba wimbo. Na
watakaorithi ufalume. Si wote waitwao watumishi walioitwa na Mungu. Nimeamini tena nimekubali ya kuwa si wote wamwitao Bwana Bwana watakaorithi ufalume. Si wote waitwao watumishi walioitwa na Mungu. Mtawaona kwa matendo yao, mtawaona kutumika kwao, mtawaona kwa matendo yao, mtawaona kutumika kwao. Maana wamevaa ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu wakali. Maana wamevaa ngozi ya kondoo, kumbe ni mbwa mwitu wakali. Tuyaonapo hayo tusikate tamaa, na tusonge mbele kwa msaada wa Mungu. Tuyaonapo hayo tusikate tamaa, na tusonge mbele kwa msaada wa Mungu. Imeandikwa kila mmoja atabeba mzigo wake. Twategemea kupata thawabu ya Mungu wala si mwanadamu. Imeandikwa kila mmoja atabeba mzigo wake. Twategemea kupata thawabu ya Mungu wala si mwanadamu yeyote. Ninakushauri baba, usikate tamaa. Ninakushauri mama, usikate tamaa. Umweleze Mungu mradi yu karibu, na tumuache Mungu aitwe Mungu. Ninakushauri baba, usikate tamaa. Ninakushauri mama, usikate tamaa. Umweleze Mungu mradi yu karibu, na tumuache Mungu aitwe Mungu. Wakati tuseme sasa Bwana wewe wajua, ifike mahali tuseme Mungu wetu na utukuzwe. Ifike wakati tuseme sasa Bwana wewe wajua, ifike mahali tuseme Mungu wetu na utukuzwe. Maana tuko kwa ajili ya Yesu. 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 Kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Kati waliopo hapa, tunakuomba ulifungue jengo hili la makazi na kuliweka wakfu kwa ibada takatifu ya leo, na Mungu atusaidie. Amen. Asante. Ni tayari kufanya hivyo. Nami nawasihi ninyi nyote kushirikiana nami katika ibada hii. Amen. Amen. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, ninaizindua nyumba hii iwe kwa ajili ya watumishi wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini na wilaya hii ya Kati. Amen. Amen.
Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na ufungua mlango wa jengo hili ili liwe kwa ajili ya kuishi watumishi wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Kusini, wilaya hii ya Kati. Ameni. Wanaweza wote tuingia. Baba Askofu anapotutangulia kuingia hapa ndani, tunaweza atakapokujilia na kubariki. Lakini Mungu je, atakaa kweli kweli juu ya nchi? Tazama, mbingu hazikutoshi wala mbingu za mbingu sembuse nyumba hii tuliyoijenga. Walakini Bwana, uelekeze maombi ya watumwa wako na dua zao, macho yako yafunguke na kuielekea nyumba hii usiku na mchana. Uzisikie dua za watumwa wako watakapoomba wakati wowote. Naam, sikia huko mbinguni makao yako, nawe usikiapo samehe. Kwa kuomba Bwana, utusikilize katika Kristo Yesu Bwana wetu. Ameni. Amen. Bwana Yesu asema, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, mimi nipo papo hapo katikati yao. Kwa kuomba Bwana, ufikirie haja na maombi ya watumishi wako watakaoishi katika nyumba hii. Waijue ukiwajalia kweli yako katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Ameni. Amen. Naliweka wakifu jengo hili katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ameni. Amen. Asante kwa kufanya mambo mazuri haya makubwa ambayo yanaliheshimisha kanisa. Na ujio wenu kuthibitisha haya inaonyesha umoja na mshikamano mlio nao katika wilaya hii. Mwenyekiti pamoja na wilaya nzima tunawashukuru sana. Tujengea nyumba nzuri. Nimewatania wakati tunaingia hapo nikasema matumizi tunabadilisha baada ya ufunguzi. Sasa askofu hapo. Katibu wa wilaya kaitikia akasema sauti ya askofu haipingwi. Kwa hiyo nawapongeza sana. Amen. Napongezeni sana baba mwenyekiti. Asante. Lakini ya nyumba hii nadhani ya mwenyekiti wetu wa halmashauri kuu. Amen. Tunakupongeza. Tuanzishia msingi huu ambao sasa wengine wamekuja kumalizia na wataendelea kuboresha zaidi na zaidi. Baada ya hapa sasa ni muombe mwenyekiti atatupa maelekezo tunatoka wapi baada ya hapa. Wanakondoo wameshinda. Labda kabla tutatoa maelekezo mafupi, nitumie nafasi hii baba askofu na mwenyekiti wa halmashauri kuu, nyumba hii ambayo tuko hapa, kama ambavyo tumepata taarifa fupi kwamba mwenyekiti wa halmashauri kuu ndio alianzisha msingi huu. Hii nyumba ina vyumba vya kulala 5 na jiko, mahala pa chakula hapo nyumba. Hapa tulipo ni mahala pa kukaa, sitting room. Lakini pia tuna toilet iko hapo public. Lakini katika maendeleo ya maboresho yanayoendelea, baba askofu na mwenyekiti wa halmashauri kuu, tulitegemea sana leo tungekuwa tumefanya ile zoezi, lakini bahati mbaya katikati mambo yameingiliana. Katika nyumba hii tuna mpango rasmi kwamba patakuwa na furniture. Hapa ndani patakuwa na viti ya kukaa
vya mali ya kanisa. Tutakuwa na dining pale nzuri ya mali ya kanisa ambayo watumishi wa Mungu watakapokuwa wanaingia hapa na kutoka watavikuta na wataviacha, kwa sababu vitakuwa vinawapokea na kuwaaga. Kwa hiyo zoezi linaendelea katikati ya fundi wetu anaendelea kututengenezea, kwa sababu ni vifaa vya thamani kidogo, hakutaka tumharakishe. Kwa nakwenda kama taratibu, labda baada ya wiki moja ijayo au wiki mbili na nusu baadaye tutakapofika hapa tena tutasimama. Tutakuta kuna seti hapa zimekaa na tutakuta dining hapo imekaa. Hao ni moja baada ya mambo tunayoendelea kuyafanyia taratibu na yapo kwenye utekelezaji. Kwa hiyo karibuni sana, na tungekuwa tuna haraka. Baba Askofu, nilikuomba angalau vimba vichache upate kuvishuhudia, asili kama maneno kumbe havipo. Ungeweza kukiona chumba hiki na hiki na watu wachache ambao mko tayari kuangalia nyumba yenu, kwamba hiki ni chumba amesema, na kingine hiki hapa na kingine hiki hapa. Baada ya hapo tutawaomba tena, tutapandisha kwenda pale kanisani Moravian. Tutakuwa na sehemu ya ibada fupi ambayo tutakuwa na neno la Mungu pale, kutakuwa na sadaka na shukrani ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makuu ambayo Mungu amefanya katikati ya wilaya yetu. Mwanakondoo ameshinda. Baba mwenyekiti wa halmashauri kuu, ni kuombe na Baba Askofu, ikiwa napata kibali, tuangalie vyumba vichache ambavyo nimevitamka mbele ya umati huu, uwe ni ushuhuda kwamba vipo kweli. Basi kabla hajaanza kutuingiza kwenye vyumba, inabidi tuombe. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya haya. Na nikuombe mchungaji Nesi Bobora, kumshukuru Mungu kwa ajili ya haya yote yaliyofanyika mahali hapa. Tuombe. Tunakushukuru Bwana Yesu kwa sababu wewe umekuwa mwema wakati wote kwa ajili yetu sisi binadamu, ambao umetuumba kwa upendeleo mkubwa, ukatupa thamani kuliko viumbe vyote ulivyoviumba duniani. Tunayo kila sababu ya kushukuru kwa wakati huu kwa ajili ya matendo makuu ambayo Mungu umependa kujitukuza. Asante Mungu kwa ajili ya viongozi ambao umewapa dhamana katika kusimamia kazi hii mpaka tunashuhudia ikiwa imemalizika. Tunaikabidhi mikononi mwako e Bwana. Asante hata kwa ajili ya Baba Askofu ambaye anaiweka wakfu nyumba hii. Baba, ni nyumba ambayo watumishi wako watakaa. Tunahitaji Roho yako Mtakatifu aendelee kuwepo mahali hapa akiwazunguka watumishi wako. Baba, wewe umejitukuza mwenyewe, imekupendeza kwamba kazi fike hapa, nasi tunarudisha sifa na utukufu mbele ya kiti chako cha enzi, tukiachilia baraka kwa kila atakayeingia katika malango haya. Ukaendelee kuifunika, ukaijaze utukufu wako kupitia jina la Yesu. Tunarudisha sifa, heshima na utukufu mbele ya kiti chako cha enzi, tukisema asante. Jina lako litukuzwe. Amen. Amen. Ni sadaka ya shirika zetu. Shirika zetu zinatuingizia 10% ya mapato ya kawaida ya mwezi. Katika ile 10% tunayoingiziwa kwenye wilaya. Kwa hiyo kila mwezi tulikuwa tunajibana kwa ajili ya kufanya hii kazi ambayo imefanyika. Tunashukuru sana shirika zako Baba, na tumeenda vizuri. Hii ni finishing ya kawaida, na hili dari ni Moravian mwenzetu ambaye ametutengenezea, amedesign yeye mwenyewe, na ni kazi ambayo ameifanya hapa na ameifanya na sehemu zingine. Tumekwama maeneo machache ambayo walikuwa wanatushauri kwamba taa ile iwe ni kamera. Kwenye michoro yake alitamani ile taa iwe ni kamera inayorekodi kila kitu kinachoendelea hapa. Lakini tulikwama kwa sababu alisema inagharimu shilingi 700,000. Lakini dari hili lina taa, ukutani kuna taa na ya katikati, alafu kuna taa nyingine inaitwa snake light iko ndani hapo, inawaka, ina maua kwa sababu umeme umekatika, ndio maana haionekani. Lakini pia fundi wa umeme ametusaidia kwa maana ya kwamba taa za nyumba hii za nje hakuna mtu anayewasha. Ametufungia kifaa pale kinaitwa sensor, kinakata, giza likiondoka, giza likifika kinawasha. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kweli. Na maeneo mengine hatujakamilisha kabisa, kama hayo ya chooni
Tunamshukuru sana fundi wetu anaitwa ndugu yetu Mafongo, ndiye ambaye amefanya madirisha yote, yani vyuma pamoja na vioo vyake. Tunamshukuru Mungu. Yeye pia ametoa sadaka yake, kwa maana alituambia tumpe tu fedha ambayo ni kama ya kununulia material, lakini gharama ya ufundi ametoa sadaka. Naye hapa ndugu Musa Mafongo atufungie mkono. Huyo rafiki yangu wa siku nyingi huyo. Nifikiri mwingine ni huyu baba. Kwa hiyo tumempa fedha tu baba ya material, lakini hatujamlipa kwa kweli. Ametoa sadaka yake. Wachungaji, naomba mtumieni huyu baba. Anapenda kanisa la Moravian na ametusaidia na maeneo mengine na mengine. Na kazi yake ni hii. Tulipokuwa tumeishiwa sana, tukaanza kupambana naye. Baba, tuwekee vioo vya kawaida tu. Sasa nyumba hii sio ya vioo vya kawaida. Naomba Mungu awasaidie. Tutakwenda hata dukani tukajidhamini, lakini mlete fedha. Kwa hiyo ameweka vioo ambavyo kwa bahati mbaya kama ndege alikuwa anapita amejigonga, anasema asubuhi mtamkuta amekufa hapo nje. Kwa amefanya kitu ambacho ni standard, na ndiye atakayeweka hata milango ya kwenye mabafu ya milango ya aluminium kwa ajili ya kuzuia maji yasiloanishe nyumba. Na milango hiyo na kila kitu vimeshalipwa. Tunamshukuru Mungu. Gharama ndogo ambayo imebaki ni kwa ajili ya kumalizia tiles kwa vyumbani huko. Lakini mpaka hapa tunadaiwa hela kidogo tu kwa ajili ya mafundi waliokuwa wanafanya tiles hapa, lakini tumeenda vizuri baba, tunamshukuru Mungu. Amen.
Mistari mingi nitasema kwa ufupi. Ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote, mfalme akamwambia Nathani nabii, angalia sasa mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme, haya fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana Bwana yuko pamoja nawe. Mstari wa 8, basi sasa mwambie mtumishi wangu Daudi maneno haya, Bwana majeshi asema hivi, nalikutoa katika zizi la kondoo, katika kuandama kondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako. Nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Tena nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena, wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Naam, kama vilivyokuwa tangu siku ile nilipoamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba. Nawe siku zako zitakapotimia ukalala na baba zako, nitainua mzao wako nyuma yako atakayetoka mikononi mwako, nami nitaufanya imara ufalme wake. Yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu, nacho kiti cha enzi cha ufalme wake nitakifanya imara milele. Mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu. Akitenda maovu nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu na kwa mapigo ya wanadamu, lakini fadhili zangu hazitamuondoka, kama vile nilivyomwondolea Sauli niliyemwondoa mbele yako, na nyumba yako na ufalme wako vitathibitika milele mbele yako, nacho kiti chako kitafanywa imara milele. Kwa maneno hayo yote na kwa maono hayo yote, ndivyo Nathani alivyonena na Daudi. Amen. Mungu wetu na baba yetu anamwambia nabii Nathani, anamwambia sio vema kwamba mimi ninakaa kwenye nyumba nzuri, nyumba inapendeza, nyumba ina mapambo. Ametaja mierezi. Zamani nyumba iliyojengwa kwa mierezi inaonekana ndio nyumba bora. Huenda kwa sasa tunaweza kusema imepigwa msausi, kwa sasa tunasema imejengwa kwa ghorofa, kwa sasa tunasema ina pala, keti za chuma, chochote tunaweza kuisema vya thamani. Alitaja kitu cha thamani kuliko vingine vya kipindi kile. Nyumba ya mfalme ilikuwa ni nyumba nzuri, iko bora sana, lakini wakati huo kulikuwa hakuna nyumba ya ibada kwa maana ya hekalu. Daudi anasema si vema mimi nakaa kwenye nyumba nzuri, wakati sanduku la Bwana ambalo ndani yake kulikuwa mbao 2 za amri 10 za Mungu linakaa katika mapazia. Ninatamani kumjengea Mungu nyumba, mahali ambapo sanduku litakaa, mahali ambapo watu wake wataingia watamwabudu. Nathani anamwambia kwa haraka, fanya yote ambayo moyo wako unataka, maana Mungu yuko pamoja nawe. Lakini Nathani aliporudi nyumbani, Mungu akamsemesha, akasema huyu sio atakayejenga nyumba ila mtoto wake. Ndipo anarudi anaenda kumwambia kwamba Daudi, mimi nilikuchukua katikati ya familia kubwa ukiwa mdogo wa mwisho, lakini pia kazi yako ilikuwa ni kuchunga kondoo, lakini nilikufanya kuwa mtu mkubwa. Ni kazi ya Mungu kutuinua. Tunazaliwa wa kawaida, anaamua kutufanya wakuu tukiwa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema kila ulipokwenda nimeenda pamoja na wewe. Nimependa kile ambacho Mungu anakijibu kutokana na nia ya Daudi. Pamoja na kwamba Daudi hakamilisha ujenzi, lakini alifanya harambee kubwa sana. Kusoma kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati sura 29 ni harambee ya ujenzi wa hekalu. Zilipatikana fedha nyingi, vyuma vingi, dhahabu nyingi, kila kitu kwa wingi, kwa sababu mfalme mwenyewe alisimamia ile harambee. Na anasema niliweka akiba kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu, ila kwa sababu sijaruhusiwa kujenga, hii hazina itatunzwa mpaka mwanangu atakapotawala, ataitumia kwa ajili ya kujenga. Moyo wa kumjengea Bwana nyumba ulimtikisa Mungu, ulimwamsha Mungu kwenye kiti chake cha enzi. Akamwambia, mwanangu, nimeiona nia yako, kwa sababu umeyafanya haya, mimi Mungu nitakujengea nyumba.
nitaimarisha kiti chako cha ufalme. Hautakosa kupata uzao kutoka kwenye kiti cha enzi maadamu dunia inaishi. Uzao wa Daudi ulidumu kwenye kiti cha enzi. Hata ufalme wa kaskazini ulipochukuliwa kwenda utumwani, ukaharibiwa kabisa, kikazaliwa kizazi cha Wasamaria ambao sio Wayahudi piwa. Uzao wa kusini ndiko Daudi alikotoka, kwenye kabila la Yuda, bado walibaki ni Wayahudi. Leo tukisikia Waisraeli, basi ni ule ufalme uliobaki ambao ndani yake kuna kabila la Yuda, yani wana wa Yuda. Kisema Wayahudi maana yake wazao wa Yuda. Hawa watu mpaka leo ndio wanaokuwa viongozi. Leo ni miaka zaidi ya 3000 tangu Daudi anatajwa na kusoma mahali hapa kwa sababu ya kazi yake. Niseme ndugu zangu, viongozi wa wilaya pamoja na mshauri mkuu wa wilaya na wachungaji, kazi mlioifanya kumjengea Bwana nyumba si nyumba ya mtu binafsi, ni nyumba ya kanisa, ni nyumba ya Mungu. Mahali hapo watabadilishana watumishi watakaolala pale wakimtumikia Mungu, watakaoteleza maono yao pale kumtumikia Mungu, watakaoota ndoto zao pale ili kanisa liweze kusonga mbele. Kazi mlioifanya si ndogo na itamwacha Mungu anyamaze kimya. Lazima Mungu awe na neno la kusema kwa ajili yenu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia Daudi, kwa sababu umefanya haya, mzao wako atakuwa mwanangu, mimi nitakuwa baba kwake. Akinikosea sitamfuta kama nilivyomfuta Sauli alipokosea. Sasa nitamwadhibu kwa fimbo ya binadamu, kwa fimbo za wanadamu, kwa mapigo ya wanadamu, lakini fadhili zangu kwake hazitaondoka. Kwa nini? Kwa kazi kubwa na njema ambayo Daudi ameonyesha nia kumtumikia Mungu kwa moyo wa kupenda, kwa moyo wa furaha. Mali zake hazikumuuma. Huenda alikuwa na ndugu wengi, nakumbuka alikuwa na wake wengi, alikuwa na familia kubwa, angeweza kusema vibaki vyote kwa ajili ya mtoto wake, lakini aliweka kwa ajili ya nyumba ya Bwana. Unapomtumikia Mungu kwa mali zako, hautupi, haupotezi, hauingia hasara, iko faida. Nilikuwa mahali fulani kwenye kozi, nilipata msamiati ambao sasa kusikia, lakini ukweli. Wakasema you cannot overgive God. Huwezi kumpa Mungu cha kuzidi akashindwa kurudishia. Huwezi kutoa kwa Mungu zaidi anavyoweza kurudishia yeye. Imenitokea mara kadhaa, imenitokea mara nyingi, na mimi na wewe kama mtumishi wa Mungu imeshakutokea. Kadri unavyotoa ndio Mungu anakurudishia zaidi ya ulichokutoa. Kile ulichokifanya kama shirika, kama wachungaji, kama halmashauri, kama Wakristo, si bure. Kuna kitu Mungu anafanya kwenye maisha yetu. Mtumishi wa Mungu atakapokaa pale, wanapomuita Mungu mahali pale, Mungu atakukumbuka sadaka yako. Wanapomshukuru Mungu, wanapoingia pale na kutoka, wataendelea kunena neno mbele za Bwana. Mapimo hata huu muda nao kwa sadaka. Hakuna kitu kinaweza kutoka kwa Mungu, Mungu asikione. Hata sadaka hii ya muda Bwana akahesabu mbele zake. Akatazama uzao wetu, akatazama familia zetu. Hata kama kuna mambo hayajakaa sawa, inawezekana mwingine umejenga kwa bidii nyumba ya Mungu, lakini hapo mwenyewe kusikia bado hujajenga. Leo baba ametutania anasema unihamishie hapa. Inawezekana tuna kulinganisha ifanane ya kwako. Kwa neno hili la Bwana, Mungu akuwezeshe kujenga nyumba bora kuliko hata wewe utafanya.